Sababu za kukosa usingizi hasa nyakati za usiku kwa wewe mgonjwa wa acid reflux. Ziko sababu nyingi sana, lakini hapa takueleza sababu chache tu ambazo zimekuwa zikiwatesa watu wengi. Jambo la kwanza ni kupata maumivu ya kifua pamoja na koo kwa muda mrefu. Hali hii hupelekea mwili wako kuweza kuchoka, lakini pia unakuwa na hali ya wasiwasi sana. Kwa hivyo huwa inaenda kuathiri ile mishipa au misuli ambayo inakuwepo katika mfumo wako wa fahamu. Lakini jambo la pili ni ile lower esophagus sphincter muscles, yani ule mlango ambao unatenganisha kati ya uumio pamoja na tumbo unakuwa umelegea. Kwa hivyo kupelekea asidi kuweza kurudi juu na kupelekea kwenda kuathiri mishipa yako na kukosa usingizi mara kwa mara. Lakini jambo lingine la tatu, kulala muda mfupi baada ya kumaliza kula chakula, hasa nyakati za usiku. Unalala kabla ya masaa 2 mpaka 3. Hali hiyo hupelekea kushindwa chakula kumeng'enywa vizuri na inaenda kuathiri kabisa ubongo wako. Ikiwa ni wewe unateseka na changamoto ya kukosa usingizi mara kwa mara, usisite kuwasiliana nami ili nikusaidie kupa mwongozo kuishi bila hata kutumia dawa aina yoyote. Unaweza kushare hii video kwa mtu mmoja ambaye unamuona anateseka na changamoto ya asidi kwa muda mrefu ili iweze kumsaidia.